Vijana wameaswa kuyaenzi mapinduzi kwa kufanya shughuli mbalimbali ambazo zitaleta tija na maendeleo kwa taifa. Wito huo umetolewa na diwani wa viti maalumu kupitia wilaya ya Magharibi B, wadi ya Dimani, ndugu Mariam Saleh Ali, wakati wa zoezi la usafi lililofanyika katika shehia ya Tomondo, ikiwa ni shamra ya kuadhimisha miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Tuko hapa kwa ajili ya makusudi kwenye sherehe zetu maadhimisho ya sherehe za mapinduzi yetu tukufu ambayo tumeadhimia kwa makusudi kufanya usafi katika shehia hii ya Tomondo. Nipo na vijana wangu na wao walikuwa wako tayari kufanya usafi kama vile Mheshimiwa Rais ambavyo kila hotuba yake yeye anatoa jambo la usafi. Tuendeleze kufanya usafi na si hatuna budi kufanya usafi ili kuiendeleza hii miundombinu ambayo amejenga isiwe inachakaa kwa haraka, tuwe tunaifanyia usafi. Vijana kama vijana kwanza wawe imara, waeko tayari na weko tayari kuilinda miaka hii 62 ambayo inakuja kwa kufanya shughuli kama hizi za usafi na kwa kujitolea kwa kila hali. Wananchi wa Zanzibar, wito wangu mkubwa, tuendeleze jambo hili la usafi. Mheshimiwa Rais ile jambo analipenda na analitaka tuwe safi katika mazingira yetu ambayo tunaishi. Naye Sheha wa shehia Tomondo, Muhammad Omar Said, amesema kuwa zoezi lililofanywa na vijana hao ni la kupigiwa mfano na kuwaasa vijana wengine kuendeleza zoezi hilo la usafi ili kuweka Zanzibar katika haiba nzuri. Vijana wangu wa shehia ya Tomondo wameamua kuja kufanya usafi katika sehemu ya kwa sheha, ofisini kwa sheha na nyumba ya sheha, kufanyia usafi kwa ajili ya kusherehekea siku kuu ya mapinduzi au siku ya mapinduzi tarehe 12 1964. Kwa kusema kweli tumefurahi kwa sababu sisi tuliozaliwa kabla ya mapinduzi, sababu mimi nimezaliwa 54 Kiswahili, mapinduzi nilikuwa na miaka 10. Ile siku yenyewe ile wazee wetu jinsi furaha ilivyokuwa katika kisiwa hichi. Kwa hivyo furaha ile tulioiona iko moyoni kwetu sisi mpaka leo. Kwa hivyo sisi tuliozaliwa wakati ule mpaka sasa hivi na furaha mapinduzi hatutorudi nyuma, kwa sababu wazee wetu tulikuwa nao na tuliona walivyokuwa na furaha kipindi baada ya kipindi. Basi furaha ile tunayo sisi na tunatakia furaha hii vijana wetu ambao sisi wenyewe tunawazaa, wajue kwamba mapinduzi kwa sababu imezungumzwa daima yenyewe ni kutokurudi nyuma na kuijenga nchi na kutambua wapi tunatoka, wapi tunakwenda na kitu gani tukifanye na tukifuate. Kwa hivyo viko vitu vya msingi vya kufuata na msingi wenyewe unatoka kwa wazee wao. Wanajua njia hii sahihi, njia hii iliyokuwa si sahihi. Naye katibu wa baraza la vijana shehia Tomondo, Hassan Khamis Khalfan, amewataka vijana kutunza mazingira ili kuepukana na maradhi mbalimbali. Vijana tumejihamasisha katika swala hili, kwani tunaona viongozi wetu pia wanatuhubiria sana katika masuala ya usafi, kwani usafi ni afya, usafi ni uhai. Bila usafi basi hakuwezi kuwa na kila kitu kile, sababu kitu chochote kile ambacho manake mtu utakachokifanya basi lazima kiwe kisafi. Hata mtume wetu manake alituambia bwana, al-Islamu nadhifu, Uislamu ni usafi. Sasa bila usafi hakutakuwa na kitu chochote. Sasa kwa hiyo vijana wenzangu, wazee kwa ujumla, naomba tuendeleze mambo haya ya usafi katika maeneo yetu. Sisi leo tumekuja hapa katika upande huu ofisi yetu wa sheha pamoja na barabara hapa kuangalia yani mambo mbalimbali ambayo manake sehemu ambazo zilizokuwa chafu kwa ajili ya kuweka sawa, sababu pia kuna mitaro hapa ilikuwa kidogo ina maji, lakini pia tukajaribu kidogo kusafisha ili kuepusha yale mambo ya mbu. Kwa upande wao viongozi wa kikundi cha Tumaini Jipya wameeleza sababu ya kufanya zoezi hilo. Tunamshukuru kiongozi wetu Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa kutupatia wizara ya vijana, kwa kutufanyia mambo mbalimbali ambayo yanasababisha sisi tufike hapa. Kwa hiyo tunachokitaka sisi vijana, tunaomba tupatiwe fursa na tupo tayari kupambana kwa ajili ya hali hiyo yoyote ambayo itaendelea,
na tunamshukuru sana viongozi wetu wote kwa jumla ambao wako kiongozi wetu ambaye Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutufanikisha miradi mbalimbali na kutuadhimia miaka 62 ya mapinduzi. Nikiwa kama mwenyekiti wa kikundi cha Tumaini Jipya, tupo vijana ambao tumejipanga na kujiajiri wenyewe binafsi. Kwa sababu ajira sasa hivi za serikalini kidogo ni ngumu. Kwa hiyo tumeamua kujiajiri wenyewe. Kwa hiyo tunaomba tupatiwe fursa kama vijana ambao tupo hapa. Tupo hapa kwa ajili ya kujitolea, kwa ajili ya kuadhimisha miaka 62 ya mapinduzi. Na pia niwashukuru viongozi wote pamoja na vijana wote ambao waliohudhuria leo hapa. Tukiwa tuna Mheshimiwa Sheha, Mheshimiwa Diwani wa Viti Maalumu na vijana wenzangu wote na viongozi mbalimbali. Na nitume fursa hii au nitume ujumbe huu kwa vijana. Tunatakiwa tuweje kwa wingi na tujikusanye kwa wingi kwa ajili ya kupata zile fursa. Tunayo sasa hivi Wizara ya Vijana. Muda wetu sisi vijana umefika. Kwa hiyo tusijiache nyuma. Tunatakiwa tufanye kazi kwa sababu kiongozi wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi ametuona sisi vijana. Leo hii tumejikusanya kwa nia la lengo la kuadhimisha miaka 62 ya mapinduzi, lakini pia tumekusanya hapa kwa ajili ya kufuatia sambamba na mradi wetu wa ukusanyaji wa takataka kama vile machupa na kuweza kufanya kitu. Siku zote tunahimiza vijana kwamba tuweze kutatua changamoto ambayo ipo katika jamii yetu na kuifanya kuwa fursa. Ndio maana leo hii tumekusanyana hapa, kama unavyoona kuna machupa pale, tunachukua machupa tunaenda kuwafanya kuwa kitu. Wito wangu kwa vijana wenzangu ni kwamba tujitokezeni kwa wingi, tujikusanyeni tufanye mambo ambayo yanaleta maana katika jamii zetu. Tusiangalie kwamba mtu kwa ajili ya serikalini ndio kupata kazi, no, lazima tujikusanye. Kama tunavyojua kuna wizara yetu, Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji, ambayo ipo sambamba na ipo tayari kutusaidia vijana. Zoezi hilo la usafi limeandaliwa na kikundi cha Tumaini Jipya kwa kushirikiana na Baraza la Vijana Shehia Tomondo, ikiwa ni shamra ya kuadhimisha miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Huzaima Khamis, ASAM Online TV.